Rais wa muungano wa vijana wa Bono Kusini, Samaila Kaigama, amesema wanawake na watoto 16 waliokuwa wametekwa kutoka Ngoshe wameachiwa huru. Taarifa hiyo pia imethibitishwa na seneta wa jimbo la Bono, Mohamed Ali Ndume, wakati akizungumza na shirika la habari la AFP, ingawa haijafahamika namna walivyoachiwa. Jeshi la Nigeria limetekeleza operesheni maalumu ya uokoaji iliyotegemea taarifa za kijasusi na kufanikiwa kuokoa watu 360 waliokuwa wakishikiliwa na wanamgambo wa Boko Haram. Kwa mujibu wa jeshi, mateka hao walikuwa wakizuiliwa katika mazingira magumu baada ya kutekwa kutoka maeneo mbalimbali, hasa katika ukanda wa Ngoshe. Akizungumza na shirika la habari la AFP, gavana wa jimbo la Bono, Babagana Umara Zulu, amethibitisha kuwapokea mateka waliowasili kijiji cha Ngoshe mwishoni mwa juma lililopita. We are here to felicitate the Ngoshe community. Tuko hapa kusaidia jamii ya Ngoshe kufuatia kuachiwa kwa wanawake na watoto 434 waliotekwa nyara. Tunachokiona asubuhi ya leo ni takribani 360 walioachiwa siku 2 zilizopita, lakini wiki hizi 2 hadi 3 zilizopita pia tumewapokea 82. Jumla ni karibu 434. Ninataka kuwaomba watu wa jimbo la Borno kuwa watulivu na kufuata sheria, na serikali ya shirikisho inafanya kila linalowezekana kurejesha hali ya kawaida katika eneo hili kwa ujumla. To restore normalcy to this general area. Miongoni mwa wanawake walioachiwa kutoka mikononi mwa Boko Haram, Hassan Abuba ameshukuru kuona anarejea kuungana na familia yake baada ya kutekwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uokoaji. Tunashukuru sana na pia tunasherehekea. Msemaji wa Rais wa Nigeria Bola Tinubu, Daniel Bwala, amesema watoto 2 wachanga wamefariki kutokana na uchovu na mazingira magumu waliokuwa wakikabiliana nayo. Jeshi limeeleza lilikusanya taarifa za kijasusi na kutumia mbinu zilizozua kutokuaminiana miongoni mwa waasi, hatua iliyofanikisha awamu ya mwisho ya operesheni ya kuokoa mateka. Inadaiwa wanamgambo hao walitaka mamilioni ya naira kama fidia ili kuwaachilia mateka wa Ngoshe, huku serikali ya Nigeria ikikanusha kulipa fidia kwa makundi ya ugaidi. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini malipo ya aina hiyo hutolewa mara kwa mara na serikali au familia za waathiriwa ili kuwaokoa wanaoshikiliwa. Nigeria imekabiliwa na wimbi la utekaji nyara unaofanywa na makundi yenye silaha ikiwemo Boko Haram, magenge ya wahalifu yanayojulikana kama majambazi. Kwa mujibu wa ripoti ya SBM Intelligence yenye makao yake Lagos, takriban dola milioni 1.66 za Marekani zililipwa kama fidia kwa mateka nchini humo kati ya Julai mwaka 2024 na Juni 2025. Samira Ibrahim, UFM Radio. UFM.